Ndugu waandishi wa habari, leo nilikuja kwenye kesi za madai za wakulima dhidi ya wafugaji walioharibu mazao yao hapa wilaya ya Kilosa katika mahakama ya wilaya ya Kilosa. Kesi hizi ziko kesi 7, ziko kesi 6. Na leo zilikuja kwa ajili ya kutajwa, ambapo wakulima wanalalamikia mazao yao kuharibiwa na mifugo ya wafugaji hapa katika wilaya ya Kilosa. Na kesi hizi tunaziendesha kwa njia ya session. Kwa hiyo leo tumekubaliana na mahakimu wa hapa kwamba kesi hizi tutaziendesha kwa njia ya session na tutazimaliza kuanza tarehe 24 mpaka tarehe 27 mwezi wa 6. Tutakuwa tumeshakamilisha kesi zote 6 ambazo tumeshamaliza kusikiliza usikilizaji wote kuanzia mashahidi wa madai na mashahidi wa wadaiwa. Kesi hizi zitakamilika tarehe 27. Baada ya hapo sasa tutaachia mahakama sasa kama chombo cha katiba kitakachoamua hatima ya au hukumu ya hizi kesi. Ni kesi ambazo za kijamii ambazo zimeanzia katika polisi, lakini baadaye zikaonekana kwamba ni kesi za madai kwa sababu ni uharibifu wa mali. Kwa hiyo tunachoomba sisi kama mawakili au wakili wa upande wa wakulima, naomba tu kwamba sisi tutaendesha kesi zetu kwa mujibu wa sheria na mahakama ndio itakayoamua, kwa sababu at the end sisi kama mawakili, sisi kazi yetu ni kuisaidia mahakama kutenda haki. Kwa hiyo naombe tu wateja wangu wawe na subira, waendelee kuiamini mahakama. Haki zao pamoja na haki zote zitapatikana mahakamani. Mahakama ndio chombo huru pekee cha kutoa haki. Kwa hiyo niwaombe wateja wangu wawe na subira, wasifanye jambo lolote, waiachie mahakama. Maadamu kesi ziko chini ya mahakama, mahakama itaamua jinsi gani sasa. Baada ya kusikiza mashauri haya na kusikiza mashahidi, mahakama itatoa maamuzi. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wakulima, mwe na subira. Maadamu kesi mmeziacha ziko mahakamani, mahakama itatenda haki. Hiyo naamini mahakama ni chombo huru, chombo kinachotenda haki kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru sana, naomba sasa tukutane tarehe 24 kwa ajili ya kuendeleza kusikiliza kesi hizi mpaka kwa siku 4 mfululizo mpaka tarehe 27 tutakuwa tumeshakamilisha usikilizaji wa mashauri haya, na baadaye sasa tutaiachia mahakama hii. Ni hayo tu kwa leo. Asanteni sana ndugu wateja wangu.